Asante. Waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, niliyesimama mbele yenu naitwa MC wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania, mrakibu msaidizi Peter Joseph Mwambene, lakini pia ni mkuu wa zimamoto wilaya ya Chemba, mkoa wa Dodoma. Waheshimiwa wageni waalikwa, naomba niwafahamishe mbele yenu ni bwana harusi mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania, Henry Hezlon Mwaluseke, ambaye yeye ni afisa utumishi mkoa wa Manyara, lakini pia ni kocha wa mpira wa miguu mwenye leseni daraja B inayotambuliwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Pamoja naye niwatambulishe mpambe wake ambaye ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania, Stanley Salila Ikonko, ambaye yeye ni mkaguzi wa hesabu za serikali za ndani, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji makao makuu. Huyo mpambe anatoka makao makuu ya jeshi. Lakini pia naomba niwahudhurishe kwenu maafisa ambao ninawaelekeza kwenda kutoa pongezi kwa afisa na bwana harusi wa shughuli yetu ya jioni ya leo. Naomba nimlete kwa pongezi mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania, Hussein Daima Hussein. Huyo anayekuja yeye ni mkufunzi kutoka chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania. Mkufunzi kutoka chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania, Hussein Daima Hussein. Safi kabisa. Anamwambia hongera sana afande, anampa mkono ishara ya kumtakia kila heri. Lakini anaelekea upande aliko bibi harusi, anampa busu takatifu, ishara ya kumpongeza kwamba umewini wewe, kati ya wengi wewe umeweza. Anarejea Hussein Daima Hussein. Lakini pia nimhudhurishe kwenu kwa pongezi mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ambaye yeye ni mhasibu wa chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, si mwingine ni Frank Arias Sika. Frank Arias Sika ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto kutoka chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini pia taaluma yake ni mhasibu. Anamwambia hongera sana afande. Ndio, anampa mkono, anamtakia heri. Jamani, makofi na vigelegele vinaruhusiwa Anaelekea upande wa bibi harusi, anamwekea alama ya dole kwamba yani wewe ni mjanja, umemweza huyu mwamba. Anarejea mrakibu msaidizi. Asante. Naomba mniruhusu nimhudhurishe kwa pongezi Omar Salim Memba, anatoka mkoa wa Manyara, anafanya kazi na bwana harusi. Bwana harusi ni afisa utumishi wa mkoa wa Manyara, lakini Memba ni mkuu wa zimamoto wilaya ya Hanang. Anamwambia hongera sana rafiki yangu wa depo. Anaelekea upande wa bibi harusi, anampa mkono, anamwambia hongera nawe pia, umemweza huyu cheupe dawa. Haikuwa rahisi huyu mwamba, nitakueleza baadaye mambo yake. Lakini pia wageni waalikwa, nimhudhurishe kwenu Bilha Bosco Chaira.
Karibu. Huyo ni mwanasheria wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Kanda ya Kusini ikijumuisha mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Kituo chake ni Mtwara. Anamwambia afande, leo inauma lakini umeamua sasa mimi nifanyeje? Anakwenda kwa wifi yake, anamwambia chukua 5. Namna hiyo. Anarudi nyuma, anamwambia afande, asante na kutakia kila heri. Huyo ni Bilha Bosco. Asante sana. Naomba ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambaye pia yeye ni mkaguzi wa hesabu za serikali za ndani Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Stanley Salila Ikonko. Nenda kampe pongezi bwana harusi wewe. Salila anatoka makao makuu ya jeshi, kitengo cha wakaguzi wa hesabu za serikali wa ndani Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Anamwambia hongera sana afande, nimekuja na fedha ikufute, chukua wewe hela hii, mkabidhi sasa. Asante namna hiyo, asante. Anarudi anamwambia mimi ndio mpambe wako, nimekabidhiwa ndoa yako, niilinde, nitunze na kuisimamia kijeshi. Kwa madaha kabisa, makofi mengi. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kifuatacho sasa ni kuwasomea wasifu wa huyu bwana harusi tapeli. Sema tapeli. Ukitaka ujue ni tapeli, ngoja nikusomee wasifu wake. Lakini kabla sijasoma wasifu wa bwana harusi mjanja, mtoto wa Kichaga changanyiko na Kinyakyusa, ngoja nikabidhi kabisa wale mademu wako wote ambao ulikuwa unatoka nao kabla leo kujifanya ni mtakatifu, eti uko na Binance. Acha ujanja. Sasa ninawakabidhi kwa maafisa. Jiandaeni kupokea mademu wake wote. Namleta kwenu Hadija wa Ukonga Mombasa, demu ambaye alikuwa ndiye aliyefungua lango kwa huyu bwana harusi mjanja. Huyu ninakukabidhi mrakibu msaidizi wa jeshi Erinimo Shanga. Chukua. Nakupa. Naomba nimkabidhi Stephen Kate, jiandae kupokea. Stephen Kate mrakibu msaidizi wa jeshi, na kukabidhi binti anayepatikana pale Manyara Babati, anaitwa Chausiku. Stephen Kate, chukua Chausiku wa Babati Manyara na kukabidhi. Hatutaki aende na michepuko kwa Binance, kwa hiyo wote na kukabidhini. Mary wa Kabuku, ulikokwenda kupata nyota moja ukawa unapooza rejeta kwa Bi Mary, huyu na mkabidhi. Frank Sika, chukua Mary wa Kabuku. Anajifanya mjanja, akiwa anaenda Moshi, alikuwa anapita pale Kabuku, anabonda rando, anaenda Moshi. Chukua Mary, asiendelee kumsumbua kabisa Binance. Leo utakuwa salama. Makoloni yote na videm vyake na kabidhi hadharani. Bado nani huku? Hussein Daima, wewe na kukabidhi yule Neema pamoja na Pendo mjamzito wa watoto mapacha ndani. Neema na Pendo na kukabidhi Hussein Daima. Hussein,
kalee mimba ya pendo na neema. Memba, simama juu na kukabidhi Mwajuma wa Dodoma. Akienda kwenye vikao pale Dodoma, anapooza usingizi kwa Mwajuma. Chukua Mwajuma. Bado nani huko? Oh, Abdurrahim, simama juu Abdurrahim. Abdurrahim, na kukabidhi yule binti wa Chogo. Wakati tumeenda kozi, alikuwa anamtengenezea nyama ya kuku rosti kwenye hiki cheo alichonacho sasa. Anaitwa Nice. Chukua Nice, tuachie Nance. Mimi simtaki Nice, namtaka yule Vivian mwenye shepu wa Sinza. Wewe una Vivian ana shepu yuko Sinza na kabidhi. Achana na mambo hayo. Wewe Mpambe, nakupa Rehema wa majumba 6. Kabla hajaingia ukumbini alienda kwa Rehema wa majumba 6. Chukua huyo, asimsumbue kabisa Binance. Waheshimiwa wageni walikuwa, mabibi na mabwana, risala ya maafisa makapera. Risala ya kumwaga mwenyekiti wa makapera waliokubuhu jeshini. Unajifanya mtakatifu, sikilizeni risala yake. US ZM 3119, mrakibu msaidizi Henry Hezlon Mwaluseke. Utangulizi. Jumuiya ya makapera ni uongozi ulioanzishwa mwaka 1947 mara baada ya vita kuu ya pili ya dunia, ukiwa na madhumuni yafuatayo: 1, kuwastarehesha maafisa wote wasiooa jeshini kuponda raha na starehe mpaka kifo. 2, kuwashawishi maafisa wote waliooa waachane na wake zao na kurudi Mercy ili kuendeleza fikra sahihi za jumuiya yetu. 3, kuwashawishi maafisa wote jeshini waelewe maisha ya kuwa na mke mmoja ni magumu sana na ni bora wawe makapera maisha yao yote. Waanzilishi wa jumuiya, wengi wao wametangulia duniani, wengi wao wametutoka duniani, na ambao waliweka kiapo cha utii kwa wanachama wote. Waanzilishi hao ni pamoja na Adolf Hitler, John Savimbi, Saddam Hussein, Idi Amini na wengine wengi. Makao makuu ya jumuiya hii ni mesi zote za maafisa wasiooa jeshini, kama vile kikosi maalum cha magereza KMKM, chuo cha maafisa Ukonga, chuo cha zimamoto na uokoaji Lugalo, na mesi zingine za jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kikao cha dharura. Waheshimiwa wageni walikwa, mabibi na mabwana, mnamo tarehe 1 mwezi wa pili 2025, mwenyekiti msaidizi aliitisha kikao cha dharura pale makao makuu ya jumuiya katika mesi ya chuo cha zimamoto na uokoaji Lugalo. Kikao kilijadili kuhusu taarifa zilizopatikana kuhusu aliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya yetu, mrakibu msaidizi Henry Hezlon Mwaluseke, kwamba amekiuka na kuvunja kiapo cha utii cha jumuiya yetu tukufu kwa kuamua kumwoa Binance Alexander Mtui. Kikao kilitafakari kwa kina uamuzi huo wa kinyama uliofanywa na mwenyekiti kwa kuamua kuoa. Hivyo kikao kilifikia uamuzi ambao utatangazwa mbele yetu wageni waalikwa. Nasaha kwa bibi harusi ikiwa ni ushauri wa bure. Binance, yes. Nisikilize sasa, nasaha ya bure. Binance Alexander Mtui,
mrembo, umependeza. Kitendo cha kumrubuni mwenyekiti wetu na kuchukua uamuzi wa kuvunja kiapo cha utii cha jumuiya, kwa taarifa yako binafsi, sisi tunakuona umeshinda tu sehemu ya vita, lakini tunapenda ufahamu kuwa umeanzisha mapambano ambayo hautayaweza, kwani umeingia kwa upanga. Tunakuhakikishia utatoka kwa upanga, yaani aluta continua. Kama mbwai na iwe mbwai. Lakini pia nipende kukufahamisha kuwa ufahamu sifa pekee za ndani za bwana harusi ambazo naamini kuwa huzijui, na inawezekana kamanda alizificha wakati anakuomba uchumba. Nina uhakika kama ungalizijua sifa hizi, kamwe katu abadani usingemkubali kuolewa naye. Sifa ya kwanza, mume wako ana watoto wa nje, hivyo uwe tayari kuwalea watoto hao wapatao 2. Sisi tunamsifu kwani karibu kila mahali alipokaa kwa zaidi ya mwaka, mfano kule alikokwenda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere ameacha. Kila alipokwenda lazima aache. Kule Kirua Boys alikosoma ameacha mtoto wa kike. Hapa Dar es Salaam chuo Ukonga alikopata mafunzo ya awali ana watoto mapacha, na pale aliposoma chuo kikuu cha Dodoma alikuwa na uhusiano na Bi Samia, sijui kama alikwambia, sina hakika, ambaye kwa sasa ana ujauzito wake wa watoto mapacha wale niliokabidhi hapa. 2, mume wako anapenda sana kupigana, yaani ni mbabe. Kama ulikuwa hujui na kufahamu. Mbili, mume wako anapenda sana kupigana, yaani ni mbabe. Tena ni mbabe sana, hapendi ujinga. Hivyo tunakuonea huruma sana, kwani usipokuwa makini anaweza kukugeuza punching bag. Na pia sijui kama aliwahi kukwambia, amepitia bondia huyo, anazichapa kweli kweli. 3, uwe tayari kumpokea mumeo kuanzia saa 7 usiku na kuendelea kila siku, hasa kipindi cha mwisho wa mwezi, maana kipindi hicho huwa tunakuwa na vikao vingi sana. 4, kwa kuwa mume wako ni mpenda na ni mpenzi wa mpira, uwe tayari kumpokea akiwa anatokea vibanda umiza, yaani kuangalia mpira, na hasa wakati huu wa kombe la dunia. Nyadhifa alizowahi kushika bwana harusi, mume wako amewahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya makapela Tanzania. Hii ni kutokana na uwezo wake wa kuweza kupanga na kuratibu starehe za maafisa wenzake. Hatua za kinidhamu dhidi ya bwana harusi kwa kitendo cha kuamua kukuoa wewe. Kwa kitendo chake cha kuamua kukuoa wewe Bi Nance Alexander Mtui, jumuiya imeamua kukufikisha kwenye mahakama ya kijeshi, yaani court martial, na unatakiwa kujibu makosa yafuatayo. Tajibu makosa yafuatayo. 1, shitaka la kwanza, kuharibu murwa na taratibu za jumuiya. Maelezo kwamba wewe mwishoni mwa mwaka 2025 ulionekana eneo la Mesi ya maafisa Lugalo nyakati tofauti tofauti ukiwa na Binance Alexander Mtui ambao sio wanachama wa jumuiya. Hivyo jumuiya ndiyo
ulikuwa mwanzo wa kuanzisha mahusiano. Jana nililia mwenzio, amenitengeneza huyu baba. Jana niliteswa sana, amenitengeneza huyu baba. Amenibadilisha, amenitengeneza huyu baba. Amenibadilisha, amenitengeneza huyu baba. Jana nilifukuzwa, amenitengeneza huyu baba. Jana nilikimbizwa, amenitengeneza huyu baba. Leo nimenyamaza, amenitengeneza huyu baba. Leo nimenyamaza, amenitengeneza huyu baba. Wachaga vigelegele viko wapi sasa? Amefanya leo nimbe. Yesu amefanya leo nimbe. Amenipenda kuliko nilivyofikiri. Amenitunza kuliko nilivyodhania. Wakati wa Mwakajinga tunakuomba mlangoni. Wakajinga tunakuomba mlangoni. Alinitoa kule wengine walitaka nilie. Alinibembeleza na mimi. Amenifanya kuwa neema kati ya wenye neema. Sikujua na mimi leo nitabadilika. Twende wote. Maana jana yangu nililia. Maana jana yangu niliteseka. Hey. Nakwambia nimetengenezwa na Baba. Ni kweli mimi nimebadilishwa na Baba. Amenipenda kiasi kile sikujua. Usinione hivi nilivyo. Amenipenda Baba. Amenitengeneza huyu Baba. Haya twende hapo. Haya twende hapo. Haya twende hapo. Haya twende hapo. Jamani, makofi yako wapi? Twende. Aha. Twende. Taratibu. Le meilleur et donc le coinjo à toi à la bouni. Twende mama, twende. Twende cheza, twende. Hapo. Hey. Wakina mama njoni mtunze mama zenu jamani, anacheza. Aha. Tingoma. Chikulu menga meto. Katu shimba kananzi chikulu. Twende mama, twende. Twende cheza, twende. Twende hapo, twende. Twende hapo, twende. Twende mama, twende. Aha. Hey. Asante. Jamani, makofi kwao. Safi kabisa. Basi namna hiyo tunaendelea kujiandaa kuwapokea kwa mara ya pili maharusi wetu wa usiku wa leo, na watakavyoingia hapa ndani tutakwenda kukimbia chapchapu. Kwa niombe vile vikundi vya zawadi tuanze kujiandikisha. Vikundi vya zawadi tuanze. Show me a jigger, let me see. Hey. Let me see the woman that is with you. Hey. $2,000 on your wrist. Mama, they can't touch you. I ain't never see this kind, babe. We do so kind things, make me feel some kind way. You know I'm not just trying to get laid, cause I know some kind chicks do it for the right pay. Baby, make a fire you with my machine gun. 16 rounds. Ringa dada, ringa brother, ringa. Hey. Taratibu cheza. Asante. Mke wako Edita Kusaga. huyu ni mke wako? Ndio. Miaka mingapi ya ndoa? 10. Miaka 10 ya ndoa. Makofi kwao. Na huyu kaka
amejua kumpenda yule dada mpaka dada amegoma kuzeeka. Dada, mambo? Poa. Unajisikiaje kuwa na mume bonge bonge kama huyo? Furaha. Una enjoy eh? Hebu msogelee, mwambie nakumbuka usiku ule, mpige bonge la busu. Wow, jamani, makofi kwao tafadhali. Safi kabisa. Na sasa hawa usiku wa leo ndio wanamsimamia Mr. and Mrs. Henry Mwaluseke, wakiwa na experience nzuri kabisa ya miaka 10 ya ndoa, na kwa sababu hiyo wako tayari kuhakikishia Henry na mke wake wanaishi miaka mingi ya ndoa. Jamani, makofi kwao, makofi mengi kabisa. Safi kabisa. Na sasa bila kupoteza muda, kwenye lango la kuingilia si wengine, anayekwenda kuingia muda huu ndiye mfalme wa usiku wa leo, mwanaume kushinda wanaume wote usiku wa leo huku ndani, Henry Mwaluseke, ambaye ndiye bwana harusi wetu wa usiku wa leo. Studio. Hey. Wataka vigelegele viko wapi? Twende. Hey. Twende. Hey. Habo. 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 Twende. Hey. Hey. Ibra the DJ. Asante. Asante sana. Asante studio. Asante sana. Anaitwa ASF Henry Hezron Mwaluseke, yeye akiwa ni afisa wa jeshi, lakini akiwa ni kocha wa mpira wa miguu mwenye leseni ya diploma B inayotambulika na CAF au shirikisho la mpira wa miguu la Afrika, lakini akiwa pia ni MC, na usiku leo tunamsherehesha MC Mwaluseke. Lakini kwa namna ya kipekee kabisa, huyu ni kijana safi kabisa wa Kinyakyusa aliyekulia Uchagani, ambaye ana furaha kweli kweli kwa sababu siku ya leo Mungu amempatia mke mzuri kabisa kuliko wanawake wote duniani. Piga makofi na vigelegele. Safi kabisa. Huyu ni kijana safi kabisa aliyefunzwa na kufunzika, aliyelelewa na kuleleka, mwenye maadili na misingi yote ya kumpenda Mungu, na ndiyo maana usiku leo yuko hapa kuhakikisha kwamba analitimiza agano la Mungu. Studio, mpe burudani kidogo. Twende kazi Mwaluseke. Cheza kidogo kwanza. Twende. Hey. Makofi, twende. Makofi. Hey, 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 hey. Asante. Namfahamu, kimpa nafasi ya kucheza atumalizi. Lakini kwa sababu yeye ni MC, ameniambia kwamba usiku wa leo anatamani amkaribishe malikia wake yeye mwenyewe, na atamfuata kule alipo na kumleta hapa mbele. Are you ready for the queen of the night? Are you ready? Kwa heshima kubwa kabisa, MC Mwaluseke, wakati ni wa kwako. Karibu. DJ, here we go. Yeah. Hey, 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 sema. Asubuhi niko tree tena mapema, natoa mkeka sakafuni kisha nakunja pema, na waza nitakula nini mentali naanza kujikogoja kichwa chini mikono nyuma, naelekea kijingeni nilikopaki mkokoteni, nasaga na rumba kimchezani niacheni. Hey, napiga story nyingi wallahi bila maslahi, maana napata zali napeleka kanga uswalini, wananipa buku mbili danga chena sunda chini, wakati natoka huko kisha mambo kikinitoka, nikaona tuto ya nguvu nikajikuta nimeropoka. Dada habari, samahani naomba nikuulize swali. Hey, tafadhali ngoma gali. Unajua dada,
Vipi hebu nipishe. Dada mbona mkali? Kwa kweli yaishe. Nikasema inshallah hii yote kwa ufukara. Nisije nikakupaka nikakupseo nikakafara. Hey! Nikatana naye sehemu Jamani vigelegele. kwa macho yangu ya kuridhika. Naelekea kinyingeni. Hey! Hey! Sikuwa na tena nilikuwa nikifakari ni vipi siku itakwenda. Mara afadhali napeleka Swahilini. Sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu. Nilishtushwa ghafla na hofu kubwa moyoni. Lamenta. Hey! Imetokea kati mimi na njaa. Unasema nikapendwa na demu mkali. Ukawaacha na kuacha watu wote wakinishangaa. Twende. Siku mbili kishatokea. Nikawaza yule ni mtu au jini amenitokea. Hey! Hotelea mbali uchawi wendi kwa mentali. Narudi na nyanya na kudi za mentali na kushwari. Na beba dumbesa na katika mola imenyu. Mara kwa ghafla mbele yangu na pati. Toto na tu.